Bwana, Kenya inashuhudia historia isiyo ya kawaida kabisa. Vijana wa Gen Z wanasema imetosha. Serikali imeshindwa kuwajali kwenye afya na elimu. Sasa wao wanapanga kujenga hospitali zao wenyewe. Lakini je, hii inawezekana au ni ndoto ya vijana wanaokasirishwa na siasa za viongozi? Leo tunakuletea sauti halisi za Wakenya kuhusu mpango huu wa ajabu unaotikisa nchi nzima kwa sasa. Kwanza kabisa tusikie huyu kijana Gen Z anasema sasa mpango upo. Kinachohitajika ni nambari ya paybill ili kila Mkenya aanze kuchangia mara moja. Kwa nini? Kwa sababu wanasema viongozi wanakataa kuwafanyia kazi. Hapa ujumbe uko wazi kabisa. Vijana hawataki ahadi tena, bali wanataka hatua. Hii paybill ikiwekwa, je, Wakenya wako tayari kuchangia hela za kujenga hospitali yao wenyewe? Chekini iko hivi. Hiyo OC mpange vile tutajenga, mlete kama ni paybill tuchange, tujijengee sisi wenyewe. Wanasiasa hamtaki kutufanyia kazi, tuliwapeleka hapo mbele, kazi yenu kujaza matumbo yenu, hamtaki kushughulikia wananchi. Sasa tumechoka mambo ya kushinda tukibishana nyinyi, tunapigana nyinyi huku tunaandamana. Saa hii tumeamua kutumia njia yenye ni ya amani, haina mambo kifo nini. Simulishindwa na kazi. Wacheni sisi tujifanyie kazi, lakini mjue next year ndio tunapiga kura. Tuko na nyinyi. Jifanyeni tu hapo maduanzi ya msikiti tukiwaambia mtufanyie kazi. Wale mnafanya kazi, shukrani kwenu. Na wale hamtaki kufanya kazi, 2027 mndani iko mbali. Sini ile pale najiangalia pale next year. Na mkiona saa hii tumeungana TikTok community, tujijengee our own facilities. Juu nyinyi hamtaki kufanya kazi, mnajifanya hapa msikiti tukiwaambia mtufanyie kazi, si ndio? Jifanyeni kabisa, tuko na nyinyi. Hii ni generation nyingine. Sasa hivi mambo ya kushinda tukibishana nyinyi vita nini, hatutaki. Lakini si kila kitu ni rahisi. Wakati CS Aden Duale alipozungumza kuwa wasichana wa mimba za mapema watapewa huduma za bure hospitalini kujifungua, Gen Z walitafsiri tofauti kabisa. Wakasema Duale anaunga mkono mimba za mapema. Sasa unaona changamoto, hata matamshi ya viongozi yanaanza kutazamwa kwa jicho tofauti. Kwa Gen Z, hizi si siasa tena za kawaida. Kila neno lina maana kubwa mno. Sasa Wakenya mko na mambo. Yaani mkiamka hivi tu siku moja mnataka kuanza infrastructure yenu. Now listen to this breaking news. Wakenya wamekama out, wanasema wanataka kujiundia hospitali, wajichangie waonde hospitali. Those are allegations zenye Wakenya wanasema right now. Now, again, CS Nduale anaweza kaa in trouble for what he said na Wakenya wameinterpret different. CS Nduale amesema teenagers mtu 13, 14, 15, 16, 17, 18 tukifunga macho moja 19 ama 20 but sana 18 watakuwa wanafanya free delivery during pregnancy wakienda kuzalisha. But Wakenya wamekama wanasema so Nduale unataka kusupport early pregnancy. Really? Lakini kuna wengine wanasema mpango huu haupaswi kuwa wa Gen Z au millennials peke yao. Na hii ni kweli kabisa. Ikiwa Kenya nzima itashirikiana, hii sio ndoto. Inaweza kuwa mradi wa kitaifa bila kusubiri serikali. So, nasikia kuna plan ya Gen Z wanataka kuanza kuchangisha pesa, kutengeza mahospitali, kutengeza mashule. Si Gen Z peke yake. Hii ikuwe ni plan ya Wakenya wote mpaka millennials nao wengine. Hiyo sasa tuko ndani kabisa. Mkianza you share the pay bill, penye tunatuma pesa tutume, tuanze kujenga vitu zetu. Kwa sababu sasa I'm very happy vile we are waking up na tuna realize it is us on our own. Politicians hawako. By the way tunaweza kujenga hospitali kila county, a very nice hospital, tukue na own doctors hapo, tujenge mashule zetu, our own universities. By the way tunaweza. Ile spirit niliona watu walienda nao kwa yule kijana Kaluma, tukiwa na hiyo spirit tunaweza jenga hizo hospitali. So isiwe tu ni story ya Gen Z, iwe ni ya Wakenya wote of all ages. Hiyo nimesupport 100%, naunga mkono na miguu 100%. That's a good idea. So let's make it materialize. Tufanye iwe ikame into reality. Isiwe tu ni gumzo, isiwe tu ni ndoto. Let us make it work by the way. That's a good idea. Good idea. Huku
Huku wengine wakizungumza kuhusu kuchangia pesa, kuna habari mpya kutoka kwa baadhi ya wamiliki wa mashamba nchini Kenya. Wanasema wako tayari kutoa ardhi zao kwa ajili ya hospitali hii ya kisasa, lakini kuna onyo muhimu ya kwamba hii ni hatua kubwa. Ardhi ikitolewa, mradi unaweza kuanza, lakini ni kweli lazima kuwe na kamati madhubuti kuhakikisha mabilioni ya pesa hayatapotea. Guys, a section of landowners in Kenya want to donate their parcels of land so that Kenyans can do their ultra-modern hospital projects in those land. Kenya, this is huge news, but I understand kuna msisimuko. Hii kitu inataka kufanywa haraka haraka sana, but we have to vet in a committee. A committee that we are going to entrust with our money. This is huge money, bro. Huge money. Mimi nakwambia hii pesa hata itafika 10 billion. The projection of this money itafika hata 10 billion. And we are going to make a state of the art modern hospital. You know, hii hospital siku yenye tu itamalizwa kujengwa hivi ati inakuwa commissioned. Bro, that is the end of the jobs of many politicians. And we will not allow any sabotage. Tutasonga nayo kusonga. Tutasonga nayo kusonga. Na si vijana pekee wanaoshangaa, kuna akina dada pia. Huyu mwanamke Mkenya anasema hakika amini kama hili linaweza kufanyika, lakini anaongeza kitu cha kushangaza ya kwamba naamini endapo mpango huu utafanikiwa, basi hata serikali haitahitajika tena. Hata yeye anataka kuhesabiwa ndani ya historia hii. Wow, by the way, unajua all day nimeona watu wakiongea hizo story za kujenga hosi. So it's true, guys. People are serious about building their own hospital. Tukiendelea hivi hata government tutahitaji kweli. Ama wale watakuwa representative ya tumbo zao wenyewe, as they've always been. Imagine vile inaweza ikakuwa poa. You know, actually, there is nothing we cannot do. If actually people are serious and put their mind together. We can change the nation, we can change the system, we can change the state of the economy, we can change the education. Imagine vitu mbili ndio inasumbua watu katika hii maisha most of the time. Na hiyo ndio kitu ambaye hata ningekuwa Kasongo leo, I would have just focused on those two things and improved them. Healthcare and education. Alafu aanze sasa akitaka kutax watu atax watu. But imagine you're being taxed for all those things above. Na hakuna kitu yoyote unaona. He has failed us. The system has failed us. Mpaka watu wameenda kujichukulia nini kwa mikono. Sheria zao kwa mikono. By the way, it is not impossible. It is very, very possible. Even this thing, do you know, this is almost just a dream. For years, it bugged me. When I used to see these politicians and people like that, mtu tu akisha kuwa mgonjwa hivi, ashaenda sijui India, sijui ashaenda wapi. This is lack of, hata sijui naweza sema lack of nini, lack of wisdom. Hii pesa zote huwa wanapeleka nchi fulani, sijui wametibiwa. Okay, fair enough, you have been treated. But that is a once off. Why can't we have a facility like that in our country? Is that really too hard? Hii pesa yote mnatangatanga naye kwa nchi za wenyewe, mkienda huko kwa matibabu. Why don't you share those treatment na wananchi wa kawaida? If you do that, I'm sure hata utapata shida ya kupata votes. But because you guys have always been for your own stomach, that's why you never really knew the pain that the normal and common wananchi is passing through. And I'm 100% with the Gen Zs on this one. If they want to build a hospital, please count me in. I will be well happy to support the cause. Thank you very much. Wacha Mungu azidi kutupatia hizi akili, and may God continue to empower you in various ways.
Asanteni sana. Sasa swali linaibuka, je, Gen Z wanaweza kweli kujenga hospitali zao bila msaada wa serikali? Na kama mpango huu utafanikiwa, itakuwa mwanzo wa Kenya mpya. Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe kwa updates zaidi za siasa, mastaa na lifestyle kutoka Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.